Tunatumia nguvu nyingi sana kwenye kutafuta utajiri pamoja na mali nyingi katika maisha yetu. Lakini swali kubwa la kujiuliza, je, utajiri huu tunautafuta katika njia ambayo ni sahihi? Hizi mali tunazitafuta katika njia iliyo sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Unaheri wewe unasikiliza neno la Mungu asubuhi ya leo. Nami nikukaribishe kupata kujua nini ambacho Mungu ametuandalia asubuhi ya leo. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 na mstari wa 18 imeandikwa, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili aifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivyo leo. Ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Ukweli ni kwamba ipo nguvu ya utajiri ambayo ipo ndani ya Mungu. Lakini msingi wale tu wenye ufahamu ndio wanalijua hili na ndio wanalolifanyia kazi. Mungu anasema tumkumbuke yeye, kwa sababu yeye ndiye anayetupa nguvu za kutafuta huo utajiri, nguvu za kutafuta hizo mali. Najua ukitafuta mali bila kuwa na Mungu ni rahisi sana kupotea au kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu hiyo mali inatafuta katika njia ambayo sio rasmi. Basi nikupe nguvu na akili ya kuitafuta hii mali. Kama ambavyo neno la Mungu limeweka wazi, inabidi tumtafute Mungu. Basi hakikisha kila ambapo unaenda kazini, basi unatumia neno hili kumkumbusha Mungu, kama Mungu ambavyo umesema wewe mwenyewe kwamba nikukumbushe wewe, kwa sababu wewe unanipa nguvu za kutafuta utajiri. Basi naondoka asubuhi ya leo, ninaomba nguvu yako ya kutafuta huu utajiri iambatane pamoja na mimi kwenye kazi yangu, kwenye shughuli yangu ambayo ninaenda kuifanya. Nikuone wewe mwenyewe ukinifanya mimi kuwa kivutio cha huo utajiri, na niupate kwa kiwango kikubwa, kiwango ambacho wewe unastahili, unataka mimi nipate kile ambacho mimi nastahili kutoka kwako. Kuanzia hapo endelea kumkumbuka Mungu kupitia sadaka yako, kupitia matoleo yako. Kama ambavyo tumekwisha kusema, sadaka iliyo bora ni sadaka ile ambayo unaipeleka kwa yatima na wajane. Huu ni kwa mujibu wa Biblia, sio kwa maneno yangu. Kwa jitahidi kwa namna yoyote, kwa kutumia ufahamu wako na akili yako kwenye utafutaji wako, basi utembee na hii kumbukumbu la Torati 8:18, kwa maana kwamba hapa ndipo ilipo nguvu ya kutafuta hiyo fedha. Yaani ukiona biashara yako haiendi, kazi zako haziendi, usijiulize maswali mengi. Swali moja la kujiuliza ni kwamba katika utafutaji wako, je, ipo nguvu ya Mungu inayotembea na wewe? Je, umemruhusu Mungu atembee na wewe kwenye utafutaji wako, ama unatafuta kwa kutumia akili yako tu? Basi asubuhi leo nikutakia wakati mwema, lakini kubwa, hakikisha kwenye utafutaji wako Mungu anaanza, alafu wewe unafuatia, maana yeye atatengeneza njia na wewe utapita hapo. Bila kusahau, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hata wewe mwenyewe ni mali ya Bwana. Kwa hiyo wewe mrithi pamoja na Bwana, katika jina la Yesu. Nakuletea siku njema, mtumishi wa Mungu. Kubwa, endelea kututafuta na kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Awake Ministries International. Mungu akutunze.